Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wiki yako imeendaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Na tumaini kwamba wiki yako imeenda vizuri. Kwa hiyo tutaenda moja kwa moja bila kupoteza muda kwenye neno. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa wale ambao mlikuwepo wiki iliyopita, tuliweza kuangalia tulikuwa tunajifunza kwa habari ya kuwa ndani ya Kristo. Kuwa ndani ya Kristo. Na kuna faida nyingi sana za kuwa ndani ya Kristo. Na kwa sababu watu hawajaelewa nini maana ya kuwa ndani ya Kristo, ndio maana watu wengi hawapati hizo faida. Nikasema kwamba ni mfano wa mtu ambaye anaokoka, kama asipofundisha kwamba kuna ujazo wa Roho Mtakatifu, anaweza kaokoka na asiweze kunena kwa lugha. Kwa hiyo tunaona leo hii kwamba kuna watu wanena kwa lugha kwa sababu makanisa yanafundisha kuhusiana nini? Kuhusiana na ujazo wa Roho Mtakatifu. Vivyo hivyo kwenye kila eneo ambalo Mungu ametupa ahadi na ametupa neema, kila eneo linahitaji lifundishwe ili watu waweze kupokea hilo faida ya hilo eneo ambalo Mungu amelikusudia. Kwa hiyo ipo faida ambayo Mungu ameachilia kila sehemu. Kuna sehemu ya uponyaji, kuna sehemu ya mafanikio ya kiuchumi, kuna sehemu ya furaha, kuna sehemu ya amani, kuna sehemu ya utawala. Kila eneo ambalo Mungu amelinunua kupitia damu ya Yesu huwa linahitaji lifundishwe ili watu waweze kulipokea na kuliamini, na ndipo waweze kuishi kwenye mahali hapo ambapo Mungu amewaahidia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana maandiko yanasema kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya 10 na ule mstari wa 17. Warumi sura ya 10 na ule mstari wa 17. Maandiko hapa yanasema sura ya 17. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Umeona? Maandiko yanasema kwamba imani chanzo chake ni kufanya nini? Ni kusikia. Na kusikia kunakuja kwa neno la nani? Kwa neno la Kristo. Sasa neno la Kristo lipo kwenye maeneo mengi. Linaweza likawa kwenye uponyaji, linaweza likawa kwenye Roho Mtakatifu, linaweza likawa kwenye uchumi, linaweza likawa kwenye baraka, linaweza likawa kwenye ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukiona mtu amepokea Roho Mtakatifu ananena kwa lugha, ni kwa sababu amefundishwa kwa habari ya nini? Ya Roho Mtakatifu na faida ya kunena kwa lugha, na ndio maana anapokea Roho Mtakatifu ananena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi twende moja kwa moja sasa kwenye kitu ambacho tunakujifunza. Kama unaandika, andika ndani ya Kristo. Hiyo ni sehemu ya 3. Ndani ya Kristo, sehemu ya 3. Ndani ya Kristo, sehemu ya 3. Ndani ya Kristo. Na kabla sijaendelea sana kwenye sehemu ya 3, nataka nitoe kama summary ya kile ambacho tulijifunza wiki iliyopita. Nitoe summary
ya kile ambacho tulijifunza wiki iliyopita. Wiki iliyopita niligusia sana kuhusiana na huduma mbili. Kama unakumbuka wewe ambao ulikuwepo wiki iliyopita, ukiangalia kwenye kitabu cha Waebrania, hebu fungua kitabu cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania ile sura ya kwanza. Kitabu cha Waebrania ile sura ya kwanza. Waebrania sura ya kwanza. Sorry kama unaandika hapo ni sura ya 3 kuanzia mstari wa 3. Ni sura ya 3 kuanzia mstari wa 3. Maandiko yanasema kwamba kwa maana huyo amehesabiwa kuwa amestahili utukufu zaidi kuliko Musa, kama vile yeye aitengenezaye nyumba alivyo na heshima zaidi ya hiyo nyumba. Maana kila nyumba imetengenezwa na mtu. Sema, kila nyumba imetengenezwa na mtu. Kwa hiyo wiki iliyopita nilisemea kwa habari ya ujenzi wa hizi nyumba mbili. Nikasema ya kwamba kuna nyumba ambayo alijenga Musa, ambao tunasema kwamba ni agano la kale, lakini pia kuna nyumba mpya. Na ndio maana maandiko hapo anasema ya kwamba kwenye ule mstari wa 4, maana kila nyumba imetengenezwa na mtu, ila yeye aliyevitengeneza vitu vyote ni Mungu. Mstari wa 5, na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kama mtumishi, awe ushuhuda wa mambo yatakayonenwa baadaye. Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi, kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho. Kwa tunaona kuna wajenzi wa aina mbili. Kuna mjenzi ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ukisoma mstari wa 2 kwenye Waebrania sura ya 3 mstari wa 2, maandiko yanasema kwamba aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemweka. Anayeongelewa hapo ni Yesu Kristo. Aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemweka, kama Musa naye alivyokuwa katika nyumba yote ya Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo anatolewa kama mfano wa uaminifu katika nyumba hii ya pili. Maandiko yanasema kwamba huyo Yesu Kristo alikuwa mwaminifu, ama ni mwaminifu katika nyumba yote ambayo Mungu ameiweka, kama vile Musa naye alivyokuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu. Mstari wa 3, kwa maana huyo amehesabiwa kuwa amestahili utukufu kuliko Musa, kama vile yeye aitengenezaye nyumba alivyo na heshima zaidi ya hiyo nyumba. Maana kila nyumba imetengenezwa na mtu, ila yeye aliyevitengeneza vitu vyote ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa tunaona ya kwamba kupitia haya maandiko kuna nyumba za aina mbili. Kuna nyumba ya kwanza ambayo ilitengenezwa na Musa, na kuna nyumba ya pili ambayo ilitengenezwa na Yesu Kristo. Na hii nyumba ya pili, maandiko yanasema wazi ya kwamba ni sisi. Kwa hiyo sisi ni dhahiri ya kwamba, ama ni uhalisia
Bwana Yesu asifiwe. Kwa ikiwa kuna kazi ya ujenzi, tunatakiwa kutofautisha. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kutofautisha kati ya hawa wajenzi wawili. Kuna mjenzi wa kwanza ambaye ni Musa, na ikiwa alikuwa ni mjenzi, aliweka msingi wake, aliweka ukuta wake. Bwana Yesu asifiwe. Halafu pia aliweka na paa lake. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu mjenzi wa pili na yeye sasa, ambaye ni Yesu Kristo, alipokuwa anajenga, naye aliweka msingi wake, akaweka ukuta wake, na akaweka na nini? Na paa lake. Bwana Yesu asifiwe. Jambo moja ambalo watu wengi huwa wanakosea na watu wengi huwa wanajikwaa ni kwamba hawaelewi kwamba kuna nyumba mbili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawaelewi kwamba kuna nyumba ngapi? Kuna nyumba mbili. Na hawaelewi ya kwamba kuna wajenzi wa aina mbili. Sasa unakuta mtu badala ya kukaa ama kujengwa katika Kristo, anaanza kujiweka tena kwenye msingi wa mjenzi wa zamani ambaye ni Musa. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana kuelewa utofauti wa hawa wajenzi wawili, ili kusudi tujue namna ya kukaa ndani ya Kristo, kwa sababu sisi ni nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Usipojua utofauti ya hawa wajenzi wawili, inawezekana usikae ndani ya Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ili uwe tofali katika ujenzi, lazima ukubali kushikwa na mkono ya yule mjenzi anayekujenga. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyosema mara ya kwanza, ikiwa alikuwepo Musa na wewe kwa kutokufahamu, kwa kutokuwa na ufahamu, ukajiweka kuwa tofali la Musa, yaani Musa akaanza kukujenga, akaanza kukuinua, kukufinyanga, badala ya mjenzi wa pili ambaye ni Yesu Kristo, hapo ndipo utashangaa kwamba hautapata matokeo yale ambayo ulikusudiwa uyapokee ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na anasema hivi kwa sababu gani? Kwa sababu Wakristo wengi, kwa sababu hawajafundishwa hasa kwenye hili eneo, wamejikuta wakijitia chini ya mikono ya mjenzi ambaye ni Musa, badala ya kujitia chini ya mikono ya mjenzi Yesu Kristo, ili ya kwamba apate kuwajenga na kuwakamilisha katika nyumba yake. Kwa hiyo wiki iliyopita tuligusa kwa undani, nikatoa kwa kina utofauti wa huduma hizi mbili. Huduma ya ujenzi wa nyumba ya kwanza ambayo alijenga Musa, ambayo ni Agano la Kale, na huduma ya ujenzi wa nyumba ya pili ambayo imejengwa na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na nikaeleza kwa kitabu cha Yohana, kama nakumbushia ili tuende vizuri. Kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza na ule mstari wa 17. Yohana ile sura ya kwanza na ule mstari wa 17. Yohana ile sura ya kwanza mstari wa 17. Maandiko hapa yanasema, kwa kuwa Torati ililetwa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko hapa yanasema kwamba Torati ilikuja kwa mkono wa nani? Wa Musa. Yaani Musa alipokuwa anakuja, alipokuwa amepewa ile huduma ya ujenzi wa huduma yake ya kwanza, wa nyumba yake ya kwanza, yeye alikuja kujenga ile nyumba kwa Torati.
Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba maana torati ilikuja kwa mkono wa nani? Kwa mkono wa Musa. Yaani Musa alipokuwa anajenga ile nyumba, alikuja na tofali ama jiwe linaloitwa torati. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanamalizia hapa, anasema kwamba anamalizia upande wa pili, anasema kwamba neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Huyu mjenzi wa pili ambaye ni Yesu Kristo amekuja kulijenga kanisa kwa kupitia nini? Kwa kupitia neema na nini? Na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Natamani, sijajua kama kuna kitu gani, lakini natamani kuna kitu Mungu anasema ndani. Lakini katika namna ya kutafasiri nakosa namna ya kutafasiri. Lugha nzuri ni ipi? Yaani ni hivi. Yaani ni hivi. Si nichukue mfano gani? Kwa nichukue kiti. Kwa nichukue kiti mfano. Chukua vitu hivi kama mfano. Bwana Yesu asifiwe. Umekiona hizi kiti? Na chukua na kiti kingine. Bwana chukua hizi kiti. Bwana Yesu asifiwe. Alafu sema kwamba huyu ni Musa sasa. Sawa? Huyu ni Musa. Na alikuja akapewa torati. Umeelewa? Akapewa nini? Akapewa torati. Mwani leke hapa. Sijui kama itakuwa inaonekana. Inaonekana kwa kamera? Yes, na hii hapa. Chukua kama huyu ni Musa. Akapewa torati. Bwana Yesu asifiwe. Na chukua kama huyu ni Yesu Kristo. Amekuja kama mjenzi. Amekuja na vitu viwili. Amekuja na neema na nini? Na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe kwa sababu kuna kitu ambacho kinakuja moyoni mwangu. Mungu anataka tufahamu vizuri kwenye hili eneo. Huyu mjenzi ambaye ni Musa alichotumia kama kifaa cha kujenga wale watu wa Agano la Kale. Kifaa chake cha kujenga wale watu wa nini? Wa Agano la Kale, alitumia torati. Alitumia vibao vya mawe vya amri. Bwana Yesu asifiwe. Vibao vya nini? Vya mawe vya nini? Vya amri. Alienda mlimani siku 40. Na alipokuwa kule mlimani, Mungu akampa zile amri. Akashuka toka kule mlimani, uso wake ukiwa unang'ara. Akaja kwa wana wa Israeli akawapa amri 10. Nakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuja, ile ilikuwa ni huduma. Ndio maana nasema kwamba torati ilikuwa kwa mkono nani? Kwa mkono wa Musa. Kwa hiyo alikuja na kwa mkono wake. Torati ikafanya nini? Torati ikaja kwa nini? Kwa wana wa Israeli ili awajenge kupitia nini? Torati. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona ya kwamba kuna nyumba nyingine. Umeelewa? Ambao ni Agano Jipya. Ama kuna uzao mwingine. Huu uzao ambao Musa aliletea torati ulikuwa ni uzao wa taifa moja. Taifa la Israeli. Umeelewa? Lakini uzao mwingine ambao Yesu amekuja kuzaa ni uzao wazao wa Mungu wa rohoni. Hawa aliowaletea torati walikuwa ni wana wa Ibrahimu ama watu wa Mungu wa kimwili. Sema wa kimwili. Wakaletewa nini? Wakaletewa torati. Umeelewa? Wazao wa rohoni, maana kila mtu anayekuja kwa Kristo lazima atazaliwa wapi, sio? Wazao wa rohoni wakaletewa mjenzi mwingine ama mlezi mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo mlezi akapewa vifaa vyake vya kuwalea ama
Yesu asifiwe. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mzao wa rohoni, wewe ni mzao uliyezaliwa kutokana na Kristo, unatakiwa ufahamu ni aina gani ya chakula na ni aina gani ya Roho anayetenda kazi ndani ya hii huduma. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kujengwa na ili uweze kukaa kwenye hii nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Usipofahamu aina ama tofauti ya hii huduma na hii huduma, unaweza ukajichanganya ukadhani ya kwamba hii na hii ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lengo la Torati, kwa nini vizuri? Naomba usikilize vizuri kabisa. Kwa nini Mungu alimleta Musa? Na kwa nini Mungu alileta Torati? Lengo la Torati ni kumfahamisha ama kumjulisha mtu makosa yake. Ndio ilikuwa lengo lake. Umeelewa? Narudia tena. Lengo la Musa ni tofauti na lengo la Kristo. Lengo la Kristo ni kumwokoa, lengo la Musa ni kumjulisha mtu makosa. Si kuna mtu anaelewa? Lengo la Musa ni kumjulisha mtu makosa, ajue mema na mabaya, ajue nini maana ya baraka na nini maana ya laana. Bwana Yesu asifiwe. Ajue ya kwamba akifanya hivi ni kosa, ajue ya kwamba akitamani ni kosa, ajue ya kwamba akiiba ni kosa, ajue ya kwamba akizini ni kosa, ajue ya kwamba akiabudu sanamu amemkosea Mungu. Lakini Musa alikuwa hana lengo la kumwokoa mtu. Narudia tena. Lengo lake lilikuwa ni kumjulisha mtu makosa. Lengo lake lilikuwa sio kumwokoa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ninapozungumzia wokovu, sizungumzii habari ya kuambiwa na mtu ya kwamba kwa sababu ni wokovu sio kuambiwa na mtu kwa sababu ni hana. Wokovu ni kwamba mtu anapokuona umezama mahali fulani, umeshikwa na kitu fulani kibaya, anakutoa pale, anakupa nguvu. Umeelewa? Kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 34. Inasema, kuna mtu anaweza kutazama Biblia hapa sana baraka. Biblia yangu iko hapa. Yohana sura ya 8:34. Kuna mtu anaweza kusoma hapo? Soma tu pole pole kwa sauti. Yohana sura ya 8:34. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasemaje? Kwa sauti. Yesu akawajibu, amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni nini? Ni mtumwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumeona kwa kauli ya Yesu ambaye ndiye Mungu ya kwamba kila atendaye dhambi ni mtumwa nini? Mtu anapokuwa ni mtumwa wa mtu, inamaanisha ya kwamba amekuwa mateka, amekuwa chini ya kongwa, amekuwa chini ya amri ya yeye anayemiliki.
vya vitu ambavyo vimezoeleka. Kwa mfano kama mtu ukikuta yuko ni mlevi wa kupindukia, watu sio, unaweza kukuta anatamani aache, anajua kwamba kabisa pombe inamsababishia adhalilike, inamfanya apate hasara, inamfanya afya yake zote, inamsababishia mauti, anajua kabisa. Na kuna wakati mwingine anaweza akawa amekunywa akafanya mambo ya ajabu mpaka alipozinduka anakuja kushtuka, anasema kwamba hivi ni kwa nini inakuwa hivi? Anatafuta kila namna ya suluhisho, anatamani aache. Lakini cha kushangaza ni kwamba kwa sababu ile pombe inamtumikisha, utajikuta tena siku nyingine tena unashangaa na kiu, nataka ninywe pombe. Bwana Yesu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila atendaye dhambi nini? Ni mtumwa wa dhambi. Sasa huyo Musa alikuja kuielezea dhambi, kufunua makosa, umeelewa? Akawafunulia wana wa Israeli. Hiyo ndio huduma yake, ndio ujenzi aliofanya. Na huo ujenzi hakufanya kwa watu wote, mataifa yote na maisha, ila alifanya kwa taifa hili. Akawafunulia makosa wana wa Israeli, akawafunulia makosa wale wote waliokuwa chini ya hiyo huduma ya Torati, waliokuwa chini ya Musa, akawafunulia Torati. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tu haikuishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwafunulia tu makosa yao, lakini pia na consequence, na ile hukumu inayotokana na wao kukosea. Yaani alifunua makosa na pia akafunua na hukumu. Na ndio maana huduma ya Musa inaitwa ni huduma ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Wakorintho wa pili ile sura ya 3 pale. Umeelewa? Inaitwa kama ni huduma ya hukumu, ni huduma ya mauti. Naomba tusome tena hapo kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3. Nitachukua hii hapa kwa sababu nishatoa mfano, nimeshaelewa. Nichukue nisome hapo. Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili, waraka wa pili wa Wakorintho, waraka wa pili wa Wakorintho ile sura ya 3. Sura ya 3. Maandiko yanasema kuanzia mstari wa 7. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 7. Maandiko yanasema hivi: basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe. Mnafahamu ni huduma gani iliyochorwa katika mawe? Ni nani aliyeshuka kutoka mlimani akiwa na vibao vimechorwa katika mawe, akiwa na amri zimechorwa katika mawe? Kwa sababu tunajua kwamba aliyeshuka toka mlimani akiwa na vibao vya mawe vimechorwa zile amri alikuwa ni Musa. Na maandiko hapa yanasema kwamba basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe ilikuja katika utukufu, hata wana wa Israeli hawakuweza kukazia macho uso wa Musa. Umeona? Kwa tunaona kwamba kumbe huduma ya Musa ilikuwa ni huduma ya mauti. Na maandiko yanasema kwamba hiyo iliyochorwa katika mawe ilikuja katika utukufu, kasi ya kwamba wana wa Israeli hawakuweza kukazia macho uso wa nani? Wa Musa. Bwana Yesu asifiwe. Naendelea hapo mbele. Naendelea sema hivi: kwa sababu ya utukufu ya uso wake, nao ni utukufu uliokuwa ukibatilika. Je, huduma ya Roho haitazidi kuwa katika utukufu? Hapa nazungumzia huduma ya Kristo Yesu, huduma ya Roho. Kwa maana ikiwa huduma ya adhabu, sema huduma ya adhabu, ina utukufu, seuze huduma ya haki ina utukufu na uzidi. Anaposema hapo kwamba ikiwa huduma ya adhabu, kwa lugha ya Kiingereza anasema kwamba for if
the ministry of condemnation. Kwa hapo tunapata ufasiri ni kama vile ulipata Kiswahili wametafasiri hawajaipa ule uzito ule ambao umetoa kwa Kiingereza. Kiingereza inasema kwamba if the ministry of condemnation. Condemnation maana yake nini? Ni huduma ya hukumu ama huduma ya adhabu ama huduma inayomshtaki mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa maandiko haya ni dhahiri ya kwamba huduma ya Musa hii ambayo Musa alipewa Torati kama nilivyosema la kwanza, ilikuwa ni huduma ambayo kwanza anawajulisha watu makosa yao, alafu namba mbili anawaonyesha ama anawafunulia na ile hukumu itakayowajilia kwa makosa walioyafanya. Umeelewa? Akawaambia hivi, ikiwa hamtashika zile amri, basi laana hizi zitawafanya nini? Zitawafuata hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Akasema hivi, ikiwa hamtashika hizi amri, basi baraka hizi zitawafuata hukumu. Yaani kuna hukumu ya baraka na kuna hukumu mbaya ya laana. Yaani hukumu ya baraka ni kama utafanya neema. Umeelewa? Ndio maana kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa kwanza utaona pale ya kwamba na baraka hizi zitafuatana na wewe ikiwa utashika maagizo yangu yote. Hii inamaanisha kwamba ikiwa hautashika maagizo yangu yote, hizi baraka hazikufai, hazitakupata. Hiyo ndio hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anasikia? Mtu anaelewa si? Kwa hiyo huyu alikuwa anafunua mema na mabaya ambayo mwanadamu anaweza akafanya. Mema anahukumu kwa hukumu ya baraka ama kwa hukumu ya uzima, na mabaya anahukumu kwa hukumu ya laana ama hukumu ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana akasema kwamba ikiwa huduma ya adhabu ama akasema kama ikiwa huduma ya mauti. Aliposema kama huduma ya mauti anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba huyu Musa alikuwa na hukumu mauti kwenye kila dhambi. Umeelewa? Kwa sababu nikwambia ukweli ni kwamba hakuna dhambi bila sheria. Umeelewa? Maana dhambi ni uasi. Uasi wa nini? Uasi wa amri. Dhambi ni nini? Dhambi ni uasi wa amri. Amri ipi? Usiue, ukaua. Amri ipi? Usiseme uongo, ukasema uongo. Kwa hiyo bila ile amri hakuna dhambi. Kuna mtu anaelewa hapa? Amen. Bila amri hakuna nini? Kwa hiyo huyu alikuja ili dhambi iongezeke. Kwa sababu kama asingeleta amri, hakuna mtu asingeivunja. Umeelewa? Kama asingeleta amri, hakuna mtu ambaye angevunja. Kwa hiyo ikiwa naomba tuseme maandiko, kwa sababu kuna wakati mwingine naweza nikasema hivi ukafikiri kwamba wewe mtumishi vipi? Kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 20. 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 Umefika? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Warumi sura ya 5 mstari wa 20. Maandiko yanasema hivi. Namba tukia moja hapa fika hapo. Lakini, sema lakini, sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. Umeona ndio sema. Narudia tena. Lakini sheria iliingia ili nasema
Nasemaje hapo? Narudia tena. Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa. Kwa Kiingereza nasema hivi, law came so that sin may increase. Kwa Kiingereza nasema hivyo. The law came so that sin. Kuna Biblia Kiingereza? Hebu soma. Nasemaje? The law entered so that the offense might abound, might increase, might abound, might increase. Kwa mtu ambaye anaelewa Kiingereza, maana yake ni kwamba sheria imekuja ili ile kosa liongezeke. Kuelezea kitu kimoja, naomba tuwe vumilivu. Usikilize kwa sababu sijaanza kwa huduma ya Kristo bado. Hapa nazungumzia huduma ya Yesu peke yake. Sijaanza kwenye pande wa neema na kweli. Umeelewa? Nikwambie kitu kimoja. Wote tulihesabiwa tumefanya dhambi kwa kosa la mtu mmoja. Kuna mtu anajua hiyo? Unafahamu? Mtoto anapozaliwa hivi, hajafanya dhambi, usiue, usizini, hajafanya kosa lolote, ni mwenye dhambi. Unaelewa hiyo? Kama kuna mtu hajaelewa. Kitabu cha hiki cha Warumi sura ya 5 mstari wa 12 kusoma. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, kwa mtu huyu ambaye ni nani? Namfahamu. Ni nani? Ni Adamu, si ndio? Sasa nikwambie kitu. Adamu alivunja amri ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Amri Bwana Yesu asifiwe. Umeelewa? Kwani kuna kitu gani tunatafakarisha? Yaani, sasa nikwambie kitu. Adamu alivunja amri ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Amri Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeelewa? Amen. Kwani kuna kitu nataka nikutafakarisha. Yaani nasema hivi. Unamwona Adamu? Alifanya dhambi. Ni kwa sababu alipewa amri ya kwamba usile ule mti. Ni amri hii? Amri moja, usile mti. Akavunja ile amri, akala ule mti, lile tunda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa yeye dhambi ikaingia kwa wanadamu wote. Ndio maana nasema kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia wapi? Ulimwenguni. Kwa hiyo inamaanisha nini? Kila aliyezaliwa baada ya Adamu, akamzaa Kaini, alimzaa katika dhambi. Akamzaa Habili, alimzaa katika dhambi. Akamzaa Henoko na ndiye huyo alizaa nani Seti akamzaa katika dhambi. Na baadaye hapo wakatokea wanadamu wote waliofuata mpaka amefika leo sisi tumezaliwa kutoka kwa Adamu. Dhambi iliingia kupitia mtu mmoja. Na kwa dhambi ikaingia mauti. Ndio maana maandiko yanasema hapo kwenye mstari wa 12, na kwa dhambi ikaingia mauti. Maana bila dhambi hakuna mauti. Kwa sababu dhambi ni mauti ni matokeo ama ni adhabu ya mtu aliyefanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni kwa kosa la mtu mmoja. Kwa hiyo tangu Adamu, nataka tufuatishane vizuri hapo. Tangu Adamu, kabla sheria haijaja, watu walikuwa wanakufa sio kwa makosa yao, ila makosa la Adamu. Kuna mtu anaelewa? Amen. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao walikuwa hawajapewa sheria ya kuivunja. Utasoma mwenyewe kwa muda wako. Hapo ni kitabu cha Warumi sura ya 5 hapo. Nenda mpaka mstari wa 19. 12 mpaka 19. Warumi sura 5 12 mpaka 19.
utasoma mwenyewe kwa muda wako, utajifunza hapo, utaelewa kwamba ni kwa kupitia mtu huyu mmoja. Umeelewa? Na mstari wa 19 inasema hivi, hapa sura 5 mstari wa 19 inasema hivi, kwa sababu kama kwa wote nasemaje hapo? Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Unaona anaposema hapo? Kwa sababu kama, kwa nini? Kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi wakaingizwa kwenye hatia. Umeelewa? Kwa hiyo aliasi Adamu, sisi ambao hatukufanya lile kosa la kula tunda, na sisi tukaingizwa kwenye hatia. Kwa nini? Kwa sababu tulikuwa ndani ya Adamu. Unajua kama Adamu alipofanya kosa alikuwa hajazaa bado. Kwa hiyo alipofanya kosa akatengwa na Mungu, akafukuzwa kwenye uwepo wa Mungu, na sisi tulikuwa ndani ya Adamu. Kwa hiyo na sisi tukafukuzwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwambia hivi ili uelewe ya kwamba kuna uwezekano kama ukiwa mwenye haki, yaani ukazaliwa ndani ya Mungu, na wale utakaowazaa watazaliwa ndani ya Mungu. Umeelewa? Yaani ndio hesabu ilivyo. Yaani ya kwamba kama ukitenda dhambi, wewe ukitenda dhambi utakapokizaa ni dhambi. Watoto, biashara, tikiti, sio nini, chochote unachofanya ni dhambi utakapokizaa. Umeelewa? Lakini kama ukiwa mwenye haki, utakachokizaa ni haki. Tumeelewana hapo? Amen. Sasa ndio maana ya sisi tuifanya dhambi. Kwa nini? Kwa dhambi ya asili ya Adamu. Kwa kosa hili. Kwa hiyo kwa wakati ule dhambi haikuongezeka kwa sababu kulikuwa hakuna amri nyingine yoyote ile iliyovunjwa. Ila dhambi ilianza kuongezeka kwa sisi, na sisi kuanza kuvunja amri baada ya kuja amri ya sheria, amri ya Torati. Kwa sababu mara ya kwanza alipewa amri nani? Adamu peke yake. Muda ukapita pale, wakina Ibrahimu wakapita, wakina Nuhu wakapita, wakina nani wakapita, wote hao walikuwa chini ya laana ya nani? Ya Adamu. Lakini wao wenyewe walikuwa hawana makosa kwa sababu hawakuwa na amri ya kuvunja. Ila amri ya kuvunja ilianza kuja baada tena Mungu kutoa amri nyingine. Akamwambia Musa, mimi ni Mungu wako, usiabudu sanamu. Mimi ni Mungu wako, usifanye hivi. Na kwa sababu hiyo sasa ndio makosa yakafanya nini? Yakaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa makosa hayo hukumu nayo ikafanya nini? Ikaongezeka. Na kwa hukumu hiyo mauti nayo ikafanya nini? Ikaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ukiangalia huyu Musa namna ya ujenzi wake na watu wake, aliwajenga katika namna ya kuwajulisha makosa. Na hiyo ndio kwa kazi yake. Sio kuokoa, sio kuwapa nguvu ya kushinda dhambi, sio kuwapa nguvu ya kushinda pombe, sio kuwapa nguvu ya kushinda tamaa, sio kuwapa nguvu ya kushinda nguvu za shetani. Ila aliwaambia tu kwamba hili ni kosa, hii ni dhambi, usitamani. Ukitamani ni kosa, ukiua ni kosa, ukiabudu sanamu ni kosa. Lakini hakuambia namna ya kutoka kwenye hilo kosa. Anasisiye. Amen. Sasa akaja mjenzi mwingine ambaye ni Mwokozi. Sema Mwokozi. Huyu akaanza kwanza kwa kulipa deni la nini? La sheria. Kulipa nini? Deni la sheria. Kwa sababu kwa sheria tulidaiwa deni. Kwa sheria tulilaaniwa. Kwa sheria tulihukumiwa. Na ndio maana huduma ya Musa ikaitwa ni huduma ya dhambi ama ni huduma ya hukumu. Kwa hiyo huyu akaja kwanza akalipa deni. Umenielewa? Bwana Yesu asifiwe.
deni la dhambi ni nini? Mauti. Akafa. Deni la dhambi ni nini? Laana, akatundikwa. Maana imeandikwa kwamba amelaaniwa kila mtu atundikwaye mtini. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anatundikwa mtini, alikuwa analipa deni la nini? La laana ya torati. Bwana Yesu asifiwe. Deni la dhambi ni nini? Magonjwa. Imeandikwa kwamba yeye akachukua magonjwa yetu. Umenielewa? Sasa elewa hiki kitu anachosema hapo. Hiyo ndio lugha ambayo watu wengi hawaelewi. Maandiko yanasema kwamba Yesu Kristo alipokuja, alikuja na neema na nini? Nimekwambia hapa, neema, kweli na neema. Kweli na neema, shika vitu viwili. Kweli na nini? Na neema. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo la Yesu Kristo kuja ni ili kutuokoa. Sio kututaarifu makosa. Umeelewa? Maana tayari Musa ameshafanya kazi yake. Sasa yeye amekuja ili kututoa kwenye hayo makosa. Kututoa kwenye hiyo dhambi, kututoa kwenye hiyo laana, kututoa kwenye huo utumwa wa dhambi. Maana kila atendaye dhambi ni mtumwa wa nini? Dhambi. Na ili sasa atuingize kwenye mahali pengine penye baraka, penye utukufu, penye mafanikio, penye uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neema ni nini? Nilikwambia, nilisema pia hata wiki iliyopita. Nikasema hivi, watu wengi hawajui nini maana neema. Wanasema tu mtu hata leo anaimba, neema yako yanitosha, neema yako yanitosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wengi hawanufaiki na hiyo neema. Kwa nini? Kwa sababu hawajui. Yaani wanasema tu neema lakini hawajui. Yaani ukiwauliza Wakristo ni asilimia ndogo sana. Yaani kati ya asilimia 100 unaweza kukuta asilimia 2 ndio unajua. Trust me, nataka nikwambie. Unaweza kukuta katika asilimia 100, asilimia 2 wa Wakristo ndio wanajua nini maana neema. Anasema tu niko sababu makosa bure. Dhambi, neema ni kitu kisichostahili. Ndivyo wengi wanavyojua, kupewa kitu usichostahili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana nikwambie kitu. Neema utaifahamu vizuri, utaitambua vizuri kwa kazi. Sema kwa kazi. Kwa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neema unaitambua kwa kazi, sio kwa theory, sio kwa nadharia, kwa kazi. You know the grace by its effect, by its work. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upepo ni nini? Mtu anaweza sema kama kuna kitu kinavumaga kinatoka huku kinatoka. Bwana asifiwe. Upepo unaweza usiweze kuelezea kwa nini kwa maneno, kwa nadharia, lakini unauona kwa kazi yake. Ikianza kupuliza hapo unajua kama huu ni upepo. Bwana asifiwe. Lakini kuelezea kwa maneno ni vigumu kuelezea. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo ilivyo kwa upande wa neema. Neema hauioni kwa macho, lakini kuna mkono wa Mungu unaofanya kazi ndani ya mtu ili kumuokoa, kumfanya ile kiu ya dhambi katike. Umeelewa? Kumfanya ampende Mungu. Umeelewa? Kumfanya aombe. Umeelewa? Kumfanya afunge. Umeelewa? Kumfanya atoke nje, aanze kuhubiri injili kwa nguvu, kumfanya afanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa namna ya nje unaweza kuona kama vile huyu mtu kama vile anajitahidi. Umeelewa? Lakini leo ushangaa kwamba lakini mbona
mbona hachoki? Umenelewa? Lakini huyu mbona haishiwi? Neema ya Mungu kwenye upande wa uchumi, mbona haishiwi? Neema ya Mungu kwenye upande wa magonjwa, mbona haumwi? Neema ya Mungu kwenye upande wa kushinda nguvu za giza, mbona huyu harogwi, harogeki? Haionekani kwa macho, lakini kuna nguvu ya Mungu, kuna roho ya Mungu inayofanya kazi ndani ya mtu. Hauwezi kuielezea, hauwezi kuifafanua kwa namna ya nje, lakini unaona matokeo. Amen. Hicho ndicho alichokileta Yesu. Kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 11. Naomba mtu alisomea. Soma kwa sauti. Sura ya 10 mstari wa 11, Tito sura ya 2 mstari wa 11 na wa 12. Soma vizuri. Umesemaje? Tito sura ya 2 mstari wa 11 na wa 12. Nasemaje? Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Angalia neno linalosema. Maana neema ya nani? Ya Mungu. Alafu inafanya nini? Inafanya kazi, yafanya nini? Iwaokoayo. Yaani sio kwamba ni nadharia, inaokoa. Umenaswa sehemu fulani, inakuokoa. Nakwambia kwamba neema hauiongei tu kwa nadharia, unaiona kwenye matokeo. You see it by its results, by its effects. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana neema ya Mungu iwaokoayo. Inamaanisha kwamba ina mikono, ina miguu, ina macho, inaona, inaweza kumkabili adui, ikakuchomoa kwenye mikono ya adui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea mbele. Nayo atufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Nayo hiyo neema inatufundisha. Sema inatufundisha. Inatufundisha. Umeona? Yaani ina uwezo hata wa kufundisha. Umeelewa? Umeona sasa tofauti hapo neema wanaposemaga watu wengine. Ni kwa neema tu, lakini hawaielewi neema ni nini. Neema ina sauti. Kama inaweza kufundisha, inamaanisha kwamba ina sauti. Inaweza kuongea. Kisha kwamba inaweza kumfundisha mtu kataa, hii ni ubaya. Kwa kitabu cha tafsiri ya Kiingereza ya NIV inasema kwamba it teaches us to say no to sin. It teaches us to say no to ungodliness. It teaches us to say no to unrighteousness. Inatufundisha, inatuelekeza, inatuambia kwamba sema hapana kwa habari ya dhambi, sema hapana kwa habari ya uasi, sema hapana kwa habari ya mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now do you understand? Unaelewa sasa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na haijaishia hapo. Anasema hivi, ili tuishi nini? Endelea. Tupate kuishi kwa kiasi. Anasema kwamba inapokuwa natufundisha namna hiyo ni ili tupate kuishi kwa nini? Kwa kiasi. Sema kwa kiasi. Kwa kiasi. Na haki. Tuishi kwa haki. Na utaua. Na tuishi maisha ya nini? Ya utaua. Katika ulimwengu huu wa sasa. Katika ulimwengu huu wa sasa. Niambie wewe mpendwa, nisikilize. Niambie wewe mpendwa. Uniambie, hii neema inakufundisha ukatae ubaya, inakufundisha ukatae mambo yasiyo haki, ukatae mambo yaliyo maovu, upate kuishi maisha ya utaua, maisha ya haki katika ulimwengu wa sasa. Sasa niambie, wao wanaofundisha wanasema kwamba ninyi mnaosema kama ni neema, mnawafundisha watu
kuishi maisha ya dhambi, wanamaanisha nini? Inamaanisha hawajajua neema. Kwa nini Yesu asifiwe? Ukikuta kuna mhubiri anapinga ya kwamba neema isifundishwe, inamaanisha ya kwamba anapinga hicho ambacho neema inakitengeneza. Amen. Umenielewa? Umenielewa? Ndio. Yaani sio kama tu anapinga neema, ila pia anaipinga hii huduma ya Yesu Kristo. Maana Yesu amekuja akiwa kwa mikono yake amejaa neema na nini? Ukimpinga neema na kweli umempinga Kristo. Umenielewa? Amen. Nimekwambia ya kwamba huyu alikuwa anakufundisha usiibe, usiue, lakini hakuokoi. Lakini huo uwezo wa kuokoa ndio huyo anayeita neema, ndio anayekuokoa. Ndio maana nikasema kwamba maana neema iwaokoayo. Iwafanya nini? Sio torati iwaokoayo. Neema iwaokoayo. Umenielewa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninasema tuko ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Kwa hiyo unatakiwa ujue namna ya kukaa hapa, kujengwa hapa ndani ya nani? Ya Kristo. Na msingi wa huyu Kristo ni hawa watu wawili. Nataka uelewe, ni hawa watu wawili, ni neema na nani? Na kweli. Hawa watu wangapi? Wawili. Ndio Kristo. Kwa hiyo ukitaka ujengwe na Kristo, unatakiwa upokee hawa watu wawili, upokee kweli. Andiko nasema kwamba kuna kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 32 ya kwamba ninyi mkiwa wanafunzi wangu kweli kweli, anasema kwamba ninyi mkiliamini neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Nanyi mtaifahamu kweli. Sema kweli. Kweli. Na hiyo kweli itawaweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua ni kwa nini aliwaambia Wayahudi ya kwamba kila mtu atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi? Ni kwa sababu alimbishia. Yaani aliposema hiyo kauli walimbishia. Aliwaambia hivi: nanyi mtakuwa wanafunzi wangu mkiamini hili ninalowafundisha. Nanyi mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtaifahamu kweli. Alafu akaongezea akasema kwamba na hiyo kweli, sio mimi, na hiyo kweli na nini? Na hiyo kweli itawaweka huru. Wayahudi wakambishia, wakasema kwamba sisi, natuona sisi ni wazaliwa wa Ibrahimu, hatujawahi kuwa watumwa wa mtu. Yesu akawaangalia akawacheka, akawaambia kwamba amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa nini anawaambia namna hiyo? Kwa sababu walisema kwamba sisi hatujawahi kuwa watumwa wa mtu, wakimaanisha kwamba wako huru. Lakini Yesu alikuwa anamaanisha kwamba wako watumwa kwa sababu wanatumikia dhambi. Kama wewe ni mlevi ni mtumwa, kama wewe ni mzinzi ni mtumwa, kama wewe unaabudu sanamu ni mtumwa, kama wewe unaenda kwa waganga ni mtumwa, kama wewe unaabudu mizimu ni mtumwa. Amen. Kwa hiyo Yesu anakuambia ya kwamba ipokee kweli. Amen. Iamini kwa utaifahamu kweli, na ukifahamu hiyo kweli ndiyo itakayokuweka huru. Ni kwa kuijua kweli. Sasa na kweli watu hawaifahamu. Kweli watu hawaifahamu. Narudia tena. Kweli tena nasema kama watu hawaifahamu. Wanadhani kwa sababu unasoma maandiko ndio kweli. Maandiko hayawezi kuwa kweli bila kuwa na roho fulani inayohusika pale. Maandiko haya unayoona kama nilivyokuambia yapo chini ya huduma mbili.
Ili uweze kuipambanua kweli kwenye maandiko, lazima Roho Mtakatifu awe nyuma yani yeye ndio akufunulie, aiweke wazi, na anaposema kama aiweke wazi, amweke wazi Kristo kwenye hayo maandiko. Yaani kweli ni yale maandiko ambayo yamemweka wazi Kristo. Narudia tena. Kweli sio kila andiko. Ila kweli ni lile andiko ambalo limemfunua Kristo. Iwe kwenye Agano la Kale ama Agano Jipya. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Agano la Kale ni Kristo aliyefichwa. Kuna mtu anaelewa hapa? Narudia tena. Agano la Kale ni Kristo aliyefichwa. Ni mwana-kondoo wa Pasaka waliomla wana wa Israeli ule usiku wa tarehe 14 wakijiandaa kukombolewa. Alikuwa ni Kristo yule mwana-kondoo. Kristo ndio ule mwamba ambao waliunywea jangwani. Kristo ndio ile mana walioila jangwani. Kristo ndio yule mwana-kondoo ambaye Ibrahimu aliambiwa ya kwamba usimtoe mwanao Isaka, Mungu ametoa mwana-kondoo wake. Umenielewa? Kristo mande lema ashakaya ndio yule nyoka wa shaba ambayo Musa alimuinua juu. Umenielewa? Kwa hiyo kwenye Agano la Kale Kristo yupo, lakini amefichwa. Yaani amewekwa kwenye mafumbo. Umenielewa? Amen. Kuna mtu anaelewa? Na kwenye Agano Jipya Kristo amefunuliwa. Kwa hiyo kweli ni nini? Kweli ni hii ya kwamba ni pale unapomwangalia Kristo aliyefichwa katika Agano la Kale, ukamfunua katika uhalisia wake katika Agano Jipya. Amen. Ndele enda la maasha ndala maasha. Dalia selemaan. Kale enda la maasha ndala maasha. Katika jina la Yesu. Amen. Kwa mtu anaelewa hapa? Ndio. Kwa tunaposema ya kwamba unapaswa ujengwe na huyu mjenzi ambaye ni Kristo Yesu, tunamaanisha ya kwamba unatakiwa ukae katika kweli. Katika kweli na nini? Na katika neema. Katika kweli na katika nini? Na katika neema. Kuna vitu viwili. Yaani ni kwamba unapokuwa unayaangalia maandiko umuone Kristo. Kama nilivyosema kwamba katika Agano la Kale Kristo amefanya nini? Amefichwa. Umeelewa? Amen. Yaani kufichwa maana nini? Ni kivuli. Yaani ni kivuli kimefunikwa, si ndio? Kimefunikwa. Kimefichwa, kiko gizani. Bwana Yesu asifiwe. Na unaposema kivuli cha mtu, unamaanisha nini? Inamaanisha kwamba sio uhalisia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo unafahamu kwenye lugha ya Kiyunani neno ambalo limeandikwa pale kweli maana yake ni uhalisia. Yaani uhalisia maana yake nini? Yaani ikiwa kuna kivuli ya mtu, basi ule uhalisia wake ndio hilo kweli. Yaani ukitaka uchambue kweli vizuri, unatakiwa uwe na ufahamu ya kwamba kuna mfano wake na kuna uhalisia wake. Kwa hiyo unaposema kweli ni ule uhalisia wake. Kwa mfano kama mimi hapa, niko mimi hapa na kivuli changu. Umeelewa? Kwa hiyo unaposema kama ni kweli yangu mimi ni mimi, sio kivuli. Okay. Umeelewa? Kwa sababu Kristo kwenye Agano la Kale ni kivuli. Yaani unapoangalia kwenye Agano la Kale, unaangalia ile Pasaka, tunaangalia yule nyoka ambaye wa shaba ambaye tulimtundika, tunamwangalia Kristo kwenye kivuli.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kile ambacho unapaswa ukifahamu ili kikuweke huru ni ule uhalisia. Kwa mfano siku ya Sabato wanaifahamu watu kwamba ni amri, si ndio? Ndio. Nafahamu kama ni amri. Lakini uhalisia wake, unajua ile Agano la Kale, uhalisia wake katika Agano Jipya ni Kristo ambaye ni pumziko letu. Kwa sababu Sabato ni pumziko, si ndio? Kwa hiyo kwenye Agano Jipya tunauona uhalisia ya kwamba maana yake ni kwamba ni Kristo ambaye ni pumziko letu. Sasa mtu asipoelewa hiyo kweli, ataanza kushika siku baada ya kuingia ndani ya Kristo, na kwa sababu hiyo sasa hatakuwa huru, kwa sababu ameshika kivuli baada ya kushika uhalisia, baada ya kushika kweli. Kwa sababu ile ilikuwa ni kivuli cha Kristo, lakini ilikuwa sio uhalisia wa Kristo. Na uhalisia wa Kristo ni kwamba yeye amekuja kutupumzisha na kila aina ya laana, kila aina ya kile ambacho nilisema na kwanza, nikasema ya kwamba kula kwa jasho na kuzaa kwa uchungu hakukuwepo Edeni. Umeelewa? Kwa hiyo Kristo alipokuja, amekuja kutupumzisha kwenye hiyo hali ya kula kwa jasho. Kwa tunaingia kwenye raha yake, tunaingia kwenye pumziko lake. Ndiyo maana ya kwamba mara ya kwanza Mungu alitoa amri ya siku ya saba apumzike, ili iwe mfano wa yeye atakaye kuja. Sema ndiko, kwa sababu mtu mwingine anaweza akasielewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anaelewa? Amen. Rama anda rama ashalla. Seria anda lema ashaka. Wakolosai sura ya pili. Wakolosai sura ya pili. Wakolosai sura ya pili. Inasemaje? Mstari wa sijakupa mstari. Tuanze mstari wa 8 mpaka mstari wa 16. Sura mstari wa 8 tutasoma kwa sauti. Hivi ngoja basi. Kuna mtu anaweza akachukua mic hapa akasoma. Soma. Nasema kwamba angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Mtu asiwafanye mateka kwa nini? Kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Empty words. Kwa njia ya mapokeo ya wanadamu. Kwa njia ya mapokeo ya nini? Ya wanadamu. Kwa njia ya mafundisho ya awali ya ulimwengu. Kwa njia, naomba note hilo neno, ya mafundisho ya awali. Kumbuka awali tulikuwa tunafundishwa pia. Umeelewa? Wala si kwa jinsi ya Kristo. Na wala si kwa ametoa wazi kwamba asiwadanganye kwa mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Yaani kuna watu wanaweza kukufundisha lakini hawakufundishi kwa namna ya kumfunua Kristo, kufunua uhalisia wa Kristo, kuifunua kweli. Pia inasema kwamba maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu. Kwa jinsi ya kimwili. Ya jinsi ya kimwili, Na nyinyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Na ninyi, sema mimi nimetimilika katika yeye, yani ndani yake yeye. Katika yeye. Yani kwa Kiingereza tunasema kwamba in Christ you are complete, or you are fulfilled. You are filled in him. You are fulfilled in him. Yani mmekamilishwa katika yeye aliye kichwa. Anaposema kama aliye kichwa inamaanisha kwamba wewe ni mwili. Unajua kama mwili bila kichwa haufanyi kazi, ndio? Inamaanisha kwamba tunasema kama tumekamilika katika yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi ni kiungo, alafu endelee.
Pia anasema katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono. Kwa kuugua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo. Umeona? Yaani mara ya kwanza enzi za Torati tulikuwa tunatahiriwa kwa nini? Kwa mkono kabisa, tunatahiriwa kwa mkono. Kwa kisu. Lakini kwa sasa hivi ndani ya Kristo anasema kwamba, ndio maana nataka uelewe ya kwamba ile ya kwanza ilikuwa ni mfano. Tunachoshangaa ni kwamba kuna Wakristo wanajiita Wakristo wanashika siku. Umeelewa? Wanashika siku, hawaelewi kama ni mfano, na hapo hawashiki tohara. Yaani wanashika tu siku lakini tohara hawashiki. Unajua kama tohara ilikuwa ni amri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hapo maandiko yanasema wazi ya kwamba katika Kristo tumetahiriwa kwa tohara, sio ya zamani ile ya mtoto wa siku 8 anapelekwa kwa kuhani anatahiriwa. Ni kwa tohara ya roho, kwa njia ya nini? Ya kuvua mwili. Yaani kwa kubatizwa tumeuvua mwili huu tukavaa mwili wa roho. Endelea. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Na katika huo mkafufuliwa pamoja naye. Kwa kuziamini nguvu za Mungu aliye. Amefafanua hapo kwamba tumetahiriwa kwa sababu gani? Tumetahiriwa kwa njia ya ubatizo. Yaani tulipokuwa tunakufa tulikuwa tunatahiriwa hapo. Na tulipofufuka tumekuwa watu wapya. Endelea. Pia anasema kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Na nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye. Ametufanya hai pamoja naye. Akisha kutusamehe makosa yote. Ambayo tulikuwa tumefunja kutokana na Musa. Akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki. Kuna hati iliyokuwa imeandikwa ya kutushitaki, iliyokuwa na uadui kwetu. Iliyokuwa na uadui hasa kwetu sisi watu wa mataifa. Akaiondoa isiwepo tena. Akaigongomea msalabani. Akisha kuzivua enzi za mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri. Akavua enzi na nini? Na mamlaka. Akazifanya kuwa mkogo kwa ujasiri. Akizishangilia katika msalaba huu. Basi mtu asiwahukumu nyinyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Ishi hapo. Alipokuwa anaelezea hayo yote, akafanya conclusion. Unajua kwa mfano unatoa maelekezo fulani. Ukishatoa maelekezo fulani, baada ya kuwaelewesha, mwisho wa siku unatoa conclusion ya mwisho. Sasa hapo akatoa conclusion katika hiyo fact aliyokuwa anazungumza ya jinsi ambavyo hatupaswi kushawishiwa na mafundisho ya awali ya ulimwengu. Akasema kwamba tumefufuliwa pamoja na Kristo, tumetahiriwa kwa tohara ya rohoni na vitu vingine ambavyo amesema hapo, amevua mamlaka, amevua na nini, akatufanya kuwa hai pamoja na nani? Pamoja na Kristo. Akamalizia akasema hivi, basi, sema basi. Mtu asiwahukumu ninyi, namba 1, kwa habari ya nini? Vyakula. Umeelewa? Namba 2, vinywaji. Namba 3, sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Umeelewa? Si kuna mtu amepata hapo tayari au bado hajaelewa? Wani kwa mtu ambaye ni mpesi kwa leo Sabato tayari, ndio ushakamata tayari. Bwana Yesu asifiwe. Hapo anamaanisha hivi, kwa sababu ya hiyo kazi ambayo Kristo ameifanya tangu wakati huu sasa, mtu asianze kuhukumu kwa cha kwanza. Akasema siku, akasema chakula. Kumbuka chakula ni kitu ambacho Musa aliamuru. Umeelewa? Akasema kwamba ukila hiki ni najisi. Aliyesema hivyo nani? Akasema Musa. Aliyesema kwamba ukila nguruwe ni najisi nani? Si Musa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliyesema kwamba ukila yule
nani samaki asiyekuwa na magamba ni najisi, ni nani? Ni Musa, si ndio? Lakini hapa mtumishi wa Mungu anatoa fakti ya kwamba ukishakuwa ndani ya Kristo usihukumiwe na hivyo vitu. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeshatoka kwenye kivuli, umeingia kwenye uhalisia. Hapo sema pale mbele yake ninasemaje? Nasema kwamba maana vitu hivyo ni nini? Sababu kwenda 17. Anasema kwamba mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo. Unaona anapoelezea. Anasema kama mtu asihukumu kwa mambo hayo. Kwa sababu gani? Kwa sababu mambo hayo ni kinini? Kivuli cha mambo yajayo. Mtu asihukumu kwa sababu mambo hayo ni nini? Ni kivuli. Yaani sio uhalisia. Umenielewa? Amen. Maana la maashane le maasaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nakuja sasa kwenye msingi ambao tunazungumzia hapa. Umenielewa? Nazungumza kwa habari ya kuwa ndani ya nani? Ya Kristo. Ndani ya Kristo. Kuwa ndani ya Kristo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba unapokuwa unajengwa, unapokuwa unafundishwa, kuwa makini sana na message. Amen. Kwa makini na nini? Na message. Yaani ujumbe unaofundishwa. Ujumbe unafanya nini? Unaofundishwa. Kitabu cha Ibrania sura ya 13 mstari wa 9. Waebrania sura ya 13 mstari wa 9. Ebrania sura ya 13 mstari wa nini? Nasemaje? Msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine. Msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine na ya kigeni. Kwa nini? Maana ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema. Rudia tena. Maana ni vizuri wewe. Maana ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema, wala si kwa vyakula. No. Rudia tena. Kuna kitu anataka kukamata. Maana ni vizuri kwa moyo ufanye nini? Maana ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema. Narudia tena hivi. Anasema hivi, msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine. Namna ya tofauti. Na akaelezea sababu ya kwamba kwa nini msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine. Akaendelea pale mbele akasema hivi, maana ni vyema ama maana ni vizuri moyo ufanywe imara, ufanywe kuwa thabiti. Kwa nini? Kwa neema. Wala si kwa vyakula. Tumalizia vizuri, tumalizia. Wala si kwa vyakula ambavyo wao walikwenda navyo hawakupata faida. Yaani na wala si kwa vyakula vingine. Ndio maana yake hiyo. Ya kwamba ambavyo wale waliovifuata hizo vyakula. Anapoongea chakula hapa hazungumzii chakula cha mwilini. Anazungumzia chakula kama fundisho. Bwana Yesu asifiwe. Akasema hivi, ni vyema mtu moyo wako uwe thabiti ama uimarishwe kwa neema na si kwa vyakula vya namna nyingine. Yaani maana yake ni kwamba si kama fundisho ya namna nyingine yasiyoleta neema moyoni mwako. Tazamini. Bwana Yesu asifiwe. Imeisha mstari wa 9? Ndio, imekwisha. Imeisha. Ndio. Pende kwenye kitabu cha Galatia sura ya 3 kuanzia mstari wa ngapi? Mstari wa Anza 16. Nenda 16 mpaka 21. Sawa?
16 mpaka 21. Kwanza mstari wa 16 mpaka 21. Walatia sura 3 mstari wa 16 mpaka 20 ngapi? 16 hadi 21. Yes, soma. Inasemaje? Anza 15. Ili tuelewe vizuri zaidi. Inasemaje? Ndugu zangu, nanena kwa jinsi ya kibinadamu. Nanena kwa jinsi. Unataka ngapi? 3:15. Sorry. 3:12. Sorry. Ni sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 21. Kama umeandika hapo. Au 3. Ni 2. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 21. Usome kwa polepole ili tupate pointi. Twende. Sisi tulio Wayahudi kwa asili. Hapo anayeongea ni mtumishi wa Mungu Paulo aliyeandika hiyo barua ama huo waraka kwa nani? Kwa Wagalatia. Anasema hivi, sisi tulio Wayahudi kwa nini? Kwa asili. Wala si kwa wakosaji wa mataifa. Yaani mimi ama sisi tulio Wayahudi kwa asili, anazungumzia hasa yeye kama Paulo kwa sababu alikuwa ni Myahudi yule aliyeandika hiyo barua. Akasema kwamba sisi tulio Wayahudi kwa asili na si watu wa mataifa mengine wenye dhambi. Hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria. Hahesabiwi haki kwa matendo ya nini? Ya sheria. Bali kwa imani ya Kristo Yesu. Bali kwa imani ya nani? Ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo. Anasema kama sisi sasa tumemshikilia ama tumemwamini Yesu Kristo ili tuhesabiwe haki kwa nini? Kwa imani. Wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Hilo neno amerudia tena. Kama umesoma Biblia utakumbuka hilo neno tena aliyokulisema kwenye kitabu cha Warumi ile sura 3 mstari wa 20. Alisema hivyo kama maana hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake matendo nini? Ya sheria. Hapo tena amerudia tena. Akasema kwamba na sisi pia tumemwamini Yesu Kristo kwa maana hakuna mwenye mwili. Sema tena, hakuna mwenye mwili. Hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Atakayehesabiwa haki kwa njia ya Musa. Kwa njia ya Musa. Endelea. Lakini ikiwa sisi wenyewe kwa kutafuta kuhesabiwa haki katika Kristo tulionekana kuwa wenye dhambi, je, Kristo amekuwa mtumishi wa dhambi? Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe. I want you to understand this. Kuna confusion ilitokea. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo ilitokea enzi za kina Paulo na hata leo inatokea. Kuna wakati sisi ambao tunahubiri na kuambia kwamba muishi katika neema, watu wasioelewa nini maana ya neema wanatuhukumu sisi, wanasema kama tunafundisha watu wafanye dhambi. Umeelewa? Si kuna mtu anaelewa hapo? Yaani kuna watu wasioelewa nini maana ya neema. Ukiwaambia kwamba unatakiwa uishi kwa neema, usiishi kwa sheria, wanadhani ya kwamba unakataa amri za Mungu ili watu wafanye dhambi. Ndio wanafikiri hivi. Ndio maana Paulo hapa akasema ya kwamba lakini sasa je, tukianza kusisitiza masuala ya neema, tumeanza tena kuonekana sisi ni wakosaji? Ndio maana akasema hivyo. Hilo swali lina makusudi kwa sababu hata enzi zake, wakati wake, kwa sababu kuna Wayahudi ambao walikuwa chini ya sheria, walianza kumshtaki Paulo. Wanamwambia ya kwamba kwa nini unahubiria mataifa wokovu kwa njia ya imani na sio kwa njia ya kushika sheria? Kwa nini uwaambie washike sheria ya Musa? Nakwambia hivi kwa sababu kama unasoma Biblia vizuri, Matendo ya Mitume, haya mashtaka Paulo alipewa, tutaangalia baadaye. Kule Matendo ya Mitume, Paulo alishtakiwa na baadhi ya Wayahudi wakimwambia ya kwamba kwa nini hawafundishi mataifa kushika sheria? Hiyo ndio maana ya hiyo kauli anayosema hapo. Biblia tena kauli 17. Anasema lakini ikiwa sisi wenyewe kwa kutafuta kuhesabiwa haki katika Kristo. Kwa kutafuta kuhesabiwa haki katika nani?
Kristo tulionekana kuwa wenye dhambi. Je, Kristo amekuwa mtumishi wa dhambi? Akauliza hilo swali. Afu baadaye akaendelea. Akasema, maana nikiyajenga tena yale niliyoyabomoa, naonyesha ya kuwa mimi mwenyewe ni mkosaji. Yaani mimi Paulo nikianza tena kuyajenga niliyoyabomoa. Ameyabomoa mambo gani? Endelea mstari wa 19. Maana mimi kwa njia ya sheria naliifia sheria. Maana alichokibomoa. Anasema kwamba nikiyajenga tena niliyoyabomoa naonyesha ama nafunua nadhihirisha kwamba mimi ni mkosaji. Akasema kwamba maana mimi kwa njia ya sheria nalibomoa au naliifia sheria. Endelea. Ili nimwishie Mungu. Nimwishie Mungu. Endelea. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Yaani wakati huu sasa sijioni tena kama ni mimi. Ile na Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliposema kwamba si batili neema ya Mungu, inamaanisha nini? Yaani nikatoa mfano nikasema kwamba unafahamu ndivyo anavyosema. Ya kwamba maana kwa jinsi hii Mungu alifanya nini? Aliupenda ulimwengu akamtoa. Akamfanya nini? Akamtoa. Neno kumtoa, mtu anapofanya akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa nini? Yaani maana yake nini kutoa? Maana yake ni kwamba Mungu ametoa zawadi. Ndio maana neema. Yaani umepewa kitu ambacho sio cha kwako. Umeelewa? Amen. Sasa mtu anayetakiwa kupokea kila kilichotolewa anaweza akaamua akitumie ama asikitumie. Ushapewa zawadi na rafiki zako? Yes. Unaweza ukaamua kama usikitumie ama ukitumie, si ndio? Ndio. Yaani kwa mfano unaweza ukatumiwa mzigo kutoka Marekani. Umetumiwa gari kabisa ikaja mpaka pale bandarini. Ukaambiwa bwana, nanili kachukue mzigo wako pale bandarini, ukakataa. Lakini ametuma hajatuma? Ameshatuma. Ukienda kuchukua mzigo wako, unachukua mzigo huo umenunua mwenyewe. Lakini kama ukikataa, utanufaika na gari, utakosa usafiri. Amen. Utakosa usafiri sio kwa sababu hujapewa, ila kwa sababu umetuma mzigo lakini umekataa kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anatosema hapo ya kwamba si batili neema ya nani? Ya Mungu. Yaani si batili, yaani si katai zawadi niliyopewa na Mungu. Anamaliziaje hapo? Maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Yaani inamaanisha kwamba unapaswa uhesabiwe haki kwa imani. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mtu tayari ametolewa ili awe haki kwa ajili yako. Lakini sasa ukianza kukataa ile kutembea kwenye hiyo zawadi uliyopewa, ukaanza kutembea peke yako, inamaanisha kama umebatili. Yaani badala ya kutumia ile haki ambayo umepewa na Mungu, unaanza kutumia haki yako. Inamaanisha kama unaibatili, unaifanya kuwa nothing. Unaifanya kuwa vain. Unainalify. Bwana Yesu asifiwe. Unaifanya kuwa si kitu. Yaani kila ambacho Mungu amekitoa unakifanya kuwa si kitu. Naomba tumalizie sehemu mbili tu. Ndio tumalizie hapo kwa sehemu mbili. Soma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10. Unasemaje? Nasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Angalia mtumishi wa Mungu anaposema. Ukianzia mstari wa 10 wa 9 pale, hebu soma mstari wa 9. Anasema kwamba maana mimi ni mdogo katika mitume. Anayeongelea hapo ni mtume Paulo. Anasema kama mimi ni mdogo kuliko mitume wote. Nisiyestahili kuitwa mitume. Nisiyestahili kuitwa mtume. Kwa sababu aliliudhi kanisa la Mungu. Kwa sababu alilitesa kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Na kwa neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure. Angalia neno linasema lakini
kwa uwezesho wa nani? Wa Mungu. Nimekuwa hivi nilivyo. Yaani nimekuwa mtume mwenye matokeo kama haya unayoyaona. Umeelewa? Na neema yake kwangu haikuwa bure. Naomba note neno. It was not in vain. Yaani ile neema yake ilinipa faida. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuulize wewe, je, neema ya Mungu inakupa faida? Inakusababisha upate matokeo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu angalia huyo mtumishi wa Mungu anaposema. Kwa sababu angalia huyo mtumishi wa Mungu anaposema. Anasema kwamba neema yake kwangu haikuwa bure. Ilisababisha nifanye nini? Nifanye kazi kuliko mitume wote. Bali nalizidi sana kufanya kazi. Nalizidi sana kufanya kazi, kupita wao wote. Kupita hao wote, Wala si mimi. Wala si mimi. Bali ni neema ya Kristo ndani yangu. Kwa hiyo ukimwona Paulo anafanya kazi, kama nilivyokuambia mara ya kwanza, ya kwamba neema unaweza usione, lakini unayaona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mtu anabidii, unaona mtu anafanya kazi, tumeshaona kwamba ilikuwa sio mimi, ilikuwa ni neema ndani yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini naomba hapo juu, simama juu. Naomba hapo juu. Kanda na mashangele wa matanga. Ndani ya angele wa mashia ataramanga. Ndela angele wa mashaya anga. Nikwambie kitu kimoja kabla tujaenda huko. Unaweza ukapewa msaada na Mungu lakini usinufaike nao. Unajua maandiko yanasema? Yanasema kwamba Roho naye hutusaidia katika nini? Katika udhaifu wetu. Maana hatujui kuomba inavyotakiwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu msaada unapata. Unapokuwa unaomba unapata msaada wa Roho Mtakatifu. Unapokuwa unafunga unapata msaada wa Roho Mtakatifu. Unapokuwa unafanya huduma unafanya kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Paulo aliwahi kusema tena mahali fulani kwenye kitabu cha Galatia ile sura ya 2. Okay. Ndio kushamaliza. Mtaja. Okay. Aliwahi kusema tena kwenye kitabu cha Galatia ile sura ya 2. Akasema hivi, maana yeye aliyefanya kazi ndani ya Petro kwa huduma yake ya kitume kwa waliotahiriwa ndiye anayefanya kazi ndani yangu mimi mtume Paulo kwa watu wa mataifa. Sisi. Kwa hiyo Mungu anaweza akafanya kazi ndani yako kwenye kila kazi unayoifanya. Inaweza ikawa ni biashara, ukashangaa ukawa na bidii isiyokuwa ya kawaida. Mimi nakwambia ni ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi kabla ya huduma nimefanya kazi na kampuni binafsi, lakini pia nimefanya kazi serikalini. Bwana Yesu asifiwe. Nimeuona mkono wa Bwana kwenye kila nililofanya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kukupa wewe akili sio kwa ya kawaida. Unashangaa tu ukifanya kazi, ukiangalia vitu hivi, unaona njia. Umeelewa? Wengine wanaona giza lakini unaona njia. Kwa sababu gani? Kuna roho, kuna nafsi isiyoonekana inakuelekeza. Maana neema ya Mungu imefanya nini? Imefunuliwa, nayo inatufundisha. Roho Mtakatifu ndio roho wa neema. Kwa maana kuna kitabu hapa nitakuchana. Napenda sana kukii. Roho ya nini? Roho ya nini? Umeelewa? Huyu roho huwa haonekani lakini yuko na wewe. Unashangaa unapata kibali, unashangaa unafanya projects zinafanikiwa, unashangaa unafanya kitu fulani kinapenya, lakini wakikuangalia wanasema kwamba huyu jamaa kuna namna fulani hivi ana kibali. Wanasema watu kama huyu hapa ana smart, watu sio, lakini hawajui ya kwamba ni Mungu. Hiyo neema na uwezesho unaohitaji kwenye kila eneo, iwe ni biashara, iwe ni huduma, iwe ni kazi, iwe ni ajira, unahitaji hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa Mungu usioonekana ufanye kazi na wewe.
Na huo mkono wa bure umekuja kwa nani? Kwa Kristo Yesu. Na huo mkono wa Mungu wa bure kwa ajili ya kusaidia wewe umekuja kwa nani? Kwa Kristo Yesu. Kwa nataka sasa utakwenda kuomba uwe na ufahamu huu. Uanze kuiomba hiyo neema. Mwambie Mungu, ninaanza kuishi katika hiyo neema. Ninaishi katika hiyo barabara. Siishi tena kwa kujihukumu. Kwa sababu kujihukumu ni kazi ya Musa, sio kazi ya Kristo. Kazi ya Kristo ni kukupa wewe uwezesho. Bwana asifiwe. Anza kuishi kwenye uwezesho kama nauona msaada wa Mungu wa kunisamehe. Naona msaada wa Mungu wa kunivusha. Naona msaada wa Mungu kunisaidia kuomba, kunisaidia kufunga, kunisaidia kufanya biashara. Unaona msaada wa Mungu kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukianza kuingia humo, ukiingia humo utaniambia. Bwana Yesu asifiwe. Utaniambia. Na tutaona kwamba kuna maisha tofauti ya kuwa ndani ya Kristo na kuwa nje ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. You will tell me, ninakwambia kwa sababu naweza kusema hiki ni halisia. Utaona kwa sababu kuna wakati unaweza kuwa hata umejisahau haujaomba. Unaweza kuna watu wengine msipoomba mnakaa na wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kushangaa umelala tu umesahau leo sijaomba. Ukilala tu hivi unakaa na wachawi kwa sababu hujaomba. Kwa sababu hujafanya kazi. Kwa sababu kulingana na Musa, ili usaidiwe lazima ufanye kazi. Lakini kulingana na Kristo, ili usaidiwe, amini. Umeelewa? Kulingana na Musa, ili usaidiwe ufanye